Marafiki hao, mmoja akiitwa uongo, mwingine akiitwa ukweli. Walipendana sana. Alipo uongo basi utampata ukweli. Wakishibana, anapokwenda kunywa mmoja basi mwingine hawezi kosekana. Alapo mmoja utamkuta mwingine pia. Uongo alikuwa mtu mwenye kuzungumza sana. Akizungumza basi ukubaliwa kwa sababu uwezo wake wa ulumbi ulikuwa umetopea katika vina virefu mno. Na ukweli, yeye mstaarabu katika mijiongeo yake na wajii, ukimuonesha miongoni mwa watu ama viumbe wa kukubalika katika zama hizo. Basi kwa kukubalika huko, ukweli akisema watu wakimfuata, na vile alivyokuwa akivalia nadhifu mno, ikafanya jamii kubwa ikamkubali, na hata likisema jambo lake basi watu kulifuata hilo. Ikatokea hivyo, uongo akaanza kumwonea husuda jamaa yake huyu aliyekuwa akikubaliwa mno, na katika hayo akaanza kutengeneza njama za kumdhalilisha na kumuondolea heshima aliyokuwa amejenga katika jamii. Siku moja majira fulani hivi ya joto kali, akamsi rafiki yake ukweli wakaogelea mtoni. Na ukweli kwa sababu ungwana ulikuwa umemea kwenye nafsi yake, akikubali mengi ya rafiki yake, uongo asijue kwamba ametegewa mtego, naye wakaenda mpaka sehemu ya mto. Enzi hizo vijito vikitiririka mashariki magharibi na pande zote za nchi. Basi wakasaula kila mmoja nguo zake, wakaziweka nchi kavu na kuanza kuogelea mtoni, wakifurahia kupiga soga za hapa na pale. Ukweli asijue kwamba zilikuwa ni soga za kumtega. Ghafla binvu uongo akatoropoka mle majini, akachukua mavazi yote ya kwake lakini na ya rafiki ukweli. Akakimbia akivaa yale mavazi mazuri yenye kumfanya ukweli akipendezwa mno, si kwa wakaka kama wadada na watu wa rika zote. Akayavaa hayo ya kwake na akakimbia. Anakuja kustuka ukweli, anakuta mavazi hayapo, anamwona rafiki yake ndo anaishia. Ila anataka kutoka, watu nao wanakuja mtoni wakijiabiri nao kuja kufanya shughuli zao, wengi waume kwa wake, watoto wadogo kwa watu wazima. Akaona aibu ukweli, ikabidi arudi majini, akatopea mle, na watu hawataki kutoka tena, naye hawezi kutembea, maana heshima alokuwa ameijenga hakukubali kuonekana kichaa mbele ya umaula ambao ulikuwa unajitokeza mtoni. Tangu siku hiyo uongo akajidhihiri, kaenda kutangaza mengi sana na ya rafiki yake, kamtangazia mambo chungu zima ya uongo kama ilivyokuwa ada yake, na pepere nyingi, kwa sababu mdomo ulikuwa ukimwezesha kusema sana na mengi yasiyo ya msingi. Wakaanza kumuelewa watu na akawaaminisha kwamba nduguye kichaa kimemkamata atangatanga tu akiwa mtupu. Tangu siku hiyo akaona aibu kubwa sana ukweli kwa namna madhira alivyomfika, asitoke hata mle mtoni kwa sababu alikuwa mtupu. Kwa Waingereza wakaunda neno linaitwa naked truth, yani ukweli mtupu, na Kiswahili chetu ndivyo kilivyo, kwamba ukweli ukitokeza ni mtupu, haujavaa, na muda mwingi ni ngumu sana kupata maana wenyewe. Tangu masiku hayo umekuwa ukijificha usionekane mbele ya watu dhahiri, na uongo kwa sababu ulijengea sifa hiyo kwa wanadamu wa kizazi hiki, wakauamini uongo kulikoni kitu kingine chochote. Na hata ukweli unapokuja kujitokeza, uongo unakuwa umeshakita mizizi katika mioyo ya watu na kukubalika, na ni adimu sana kuupata ukweli. Na ndio maana watu katika mambo mengi dunia hii ya leo watakwambia utafuteni sana ukweli, kwa sababu tangu siku hiyo ukweli uliona aibu ukajificha mbali, na inahitaji nguvu ya ziada sana kutafuta katika mambo mengi ya maisha tunayofanya, si katika mahusiano ya kimapenzi, si kijamii, ama katika masuala yote ambayo tunayafanya na kuyazunguka kwenye dunia yetu. Kwa huo ndio mkasa ama na asili ya kilipotokea kitu kinaitwa ukweli mtupu ama naked truth. Ukweli umejificha tangu siku hiyo, hauonekani kirahisi, ni wa kutafuta kwa nguvu mno mpaka uje ukuonekanie. Itakuwa si leo, lakini uongo umejiaminisha na unaishi na watu kila siku, na watu wanaofumbata na kuwenga sana, na muda mwingine wakiupa joto ukaonekana kama ndio maisha halisi ya kila siku.